السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العقيدة الإسلامية أساسا لفطرتنا والأحكام الشرعية مقياسا لأعمالنا ومصدر لأحكامنا. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وبعد، في زماننا هذا هناك كلمة عظيمة قد مسحت من وعي الأمة، فمن الناس من يذكرها ولا يعرف معناها، ومنهم من يخافها ولا يفهمها، وكثير من المسلمين لا يعلمون أصلا أنها أمر من الله تعالى وهي الخلافة. Wapenzi wa Kiislamu, ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, katika zama ambazo leo tuko, kuna kilma adhim kikubwa ambacho kimefutwa katika fahamu za umma leo. Kuna miongoni mwa watu wanalitaja jina hilo lakini hawalijui maana yake, na miongoni mwa watu ambao wanaogopa lakini hawalifahamu, na wingi miongoni mwa Waislamu hawalijui kuwa jina hilo ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nalo ni jina la khilafa. Kunao ambao wanaliogopa, wanaolijua lakini hawalijui uzito wake, na kuna ambao hawajui kabisa kama ni amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndani ya huu mwezi wa Rajab, mwezi ambao ilivunjwa daula al-Islamia al-Khilafatu al-Uthmaniya katika mwaka wa 1924 3 March. Kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala tutajaribu kuangalia ili tuweze kuifahamu hii khilafa, wa mada ijue khilafa. Leo insha Allah biidhnillah nataarafu ala ma hiya al-khilafa, tujifunze na kuangalia khilafa nini, walimadha hiya muhimmatun, na kwa nini hii khilafa ni muhimu, walimadha tataallamu al-umma wa tataadhabu fi ghiyab al-khilafa, kwa nini umma unapata uchungu na maumivu na mateso kwa kukosekaniwa khilafa. Enyi umma wa Kiislamu, ma hiya al-khilafa? Khilafa ni nini? Al-khilafatu hiya riasatun aammatun lilmuslimina jami'a, ni uongozi jumla wa Waislamu wote fi dunia, katika hii dunia. Kwa ajili ya nini? Liiqamati ahkami shar'i al-islami, kwa ajili ya kusimamisha hukumu za mtunga sheria ambaye ni Allah Subhanahu wa Ta'ala za Kiislamu, wa hamli da'wati ila al-islamiyyati ila al-alam, na kubeba ulinganizi wa Uislamu, ulingania ulimwengu mzima, kuhakikisha huu Uislamu unafika katika ulimwengu mzima. Na hii ndiyo maana ya khilafa. Na vile vile khilafa ni hiya qiyadatun islamiyatun, ni uongozi wa Kiislamu, tutabiqu al-islama tatbiqan kamila, ambao unaotabikisha Uislamu utabikishaji uliokamili, si utabikishaji wa vipande vipande, bali daulatul islamia al-khilafa itatabikisha hukumu za Allah kwa utabikishaji ambao ni kamili. Fil aqidati, katika mambo ya kiaqida, wa shari'ati, mambo ya kisheria, wa siyasati, katika mambo ya kisiasa, wal iqtisadi, katika mambo ya kiuchumi, wa ta'limi, katika nidhamu ya elimu, wa difai, na kuhami raia wake, na vile vile kuhami daula ya Kiislamu, wal alaqati dawliya, na mahusiano ya nchi za kigeni. Vipi daula ya Kiislamu itaamiliana na nchi za kigeni katika biashara, katika miamala yao tofauti.
wadhalika wafqa alqur'ani wa sunna, na hayo yote yataenda kupitia Qur'ani na sunna namna ilivyoeleza. Na hii ndiyo alkhilafa. Hiyo khilafa tumepata kuona kuwa ni uongozi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili uweze kuwaongoza wanadamu katika haya maisha yao ya dunia, ili waweze kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na vile vile wala taqumu alkhilafatu illa biwujudi alkhalifa, na vile vile tupata kufahamu kuwa haiwezi kupatikaniwa khilafa mpaka kupatikaniwa khalifa. Kwa hiyo khilafa haiwezi kufanya kazi bila ya nani? Bila ya khalifa. Kwa hiyo hapa tutapata kuona kuwa khilafa haiwezi kuwa bila ya khalifa. Basi inaingia pia wajibu wa watu kumsimamisha khalifa, ambayo khalifa akipatikaniwa ndiyo utaweza kupatikaniwa khilafa, na hapa ndiyo daula itakuwa imekamilika na ndiyo itakuwa ni yenye kutabikisha ule Uislamu 100%. Hakuwezekani kukawa na serikali bila kiongozi au kukawa na kiongozi bila ya serikali. Wa iqamatul khalifa, kumsimamisha khalifa, fardhun ala almuslimina, ni faradhi juu ya Waislamu wote, fi jamii aqtari alalam, katika pembe zote za ulimwengu. Hii ni faradhi ambayo inawaangukia Waislamu wote. Walqiyamu bihi, na kuisimamisha faradhi hii, kumsimamisha khalifa, kalqiyami bi ayi fardhin min alfurud, ni kama kusimamisha faradhi nyingine yoyote, ni kama kusimamisha swala, ni kama kutoa zaka, ni kama kuhiji, ni kama faradhi nyingine yoyote, allati faradaha Allahu ala almuslimin, ambayo amewafaradhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Waislamu. Wa amrun hatmun la taghyira fihi, ni jambo ambalo limekatikiwa, ni faradhi iliyokatikiwa, haina khiyari wala hawadatu fi sha'ni, wala ulegevu katika kutekeleza amri hii. Wa taqsiru fi alqiyam bihi ma'siyah, na kuzembea kutosimamisha khalifa na khilafa ni maasiya, watu watapata madhambi. Wa min akbaril maasi, na ni miongoni madhambi makubwa, ni katika akbarul kabair. Yu'adhibu Allahu 'alayha ashadda al'adhab, Mwenyezi Mungu atawaadhibu watu iwapo hawatoweza kuthabikisha ule hukumu yake, sheria zake, kusimamisha khilafa na kumsimamisha khalifa. Tazungumzia dalili za kuonesha ufaradhi wa khalifa na khilafa. Katika Qur'ani Allah Subhanahu wa Ta'ala asema, fa inna Allah Ta'ala amara ar-rasul, Mwenyezi Mungu amemwamrisha mtume, an yahkuma baina al-muslimin, ahukumu kati ya Waislamu, bima anzala Allah, kwa yale aliyoteremsha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana amruhu, na ikawa amri hii, lahu bishaklin jazim, wa kana amruhu lahu bishaklin jazim, na amri hii ya kule hukumu na Qur'ani ni amri ambayo imekatikiwa, haina shaka ndani yake. Aliposema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fahkum bainahum bima anzala Allah, akimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, fahkum bainahum, hukumu kati yao, wa hukumu hawa wanadamu, bima anzala Allah, kwa yale ambayo aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala tattabi' ahwaahum, wala usifuate matamanio yao. Utakapofuata matamanio yao, ukaacha hukumu za Allah, ukaacha kuhukumu na sheria za Allah, basi utaingia katika matatizo. Akasema tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa anihkum bainahum bima anzala Allah, na hukumu kwa wao kwa yale aliyoteremsha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tattabi' ahwaahum, wala usifuate matamanio yao. Wahdharuhum, kana na kutofuata matamanio yao. Kisha Mwenyezi Mungu anambia wahdharuhum, na utahadhari na wao, kaa macho na wao, an yaftinuka an ba'd ma anzala Allah ilayk, wasije wakakufitinisha na baadhi ya yale aliyoyateremsha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ukabeba hukumu ambazo sizo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hizi ayati zaonesha umuhimu wa khilafa na umuhimu wa khalifa, sababu haiwezi kuwa khilafa bila ya khalifa na hawezi kuwa khalifa bila ya khilafa.
Na khitabu hizi wa khitabu rasuli sallallahu alaihi wasallam, khitabu hizi ni kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, khitabun li ummatihi, ni khitabu kwa umma wake, ma lam yaqum dalilun yukhassisuhu bihi, maadamu hakujapatikaniwa dalili ambayo imehusisha kuwa hii ni khitabu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake. Kwa hiyo khitabu الرسول ni khitabu li ummatihi, maadam yuqim dalilu, maadam ma lam yaqum dalilun yukhassisuhu bihi, maadamu hakujapatikaniwa dalili ambayo imehusisha amri hiyo. Wa huna lam yarid dalil, na hapa hakuna dalili ambayo imehusisha kuwa ni amri ya mtume pekee yake hukumu, bali ni umma mzima watakaniwa watu wa hukumu na hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakunu khitaban lilmuslimina, khitabu hii yawa ni kwa Waislamu, si kwa mtume peke yake, bali ni kwa mtume na kwa Waislamu wote. Watakaniwa wawe watakuwa ni wenye kuhukumiana na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, na hii haiwezi kupatikaniwa illa bidawla, illa bilkhilafa walkhalifa. Na hapa vile vile kuna hoja ambazo katika aya hizi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametumia fi'li amri, fahkum wa anihkum, hukumu. Hii ni fi'li amri ambayo yahitaji kufanywa kazi. Hukumu haiwezi kutabikishwa leo hukumu bila ya nini? Bila ya dola. Kwa hiyo kutopatikaniwa dola ni faradhi, na kumpata khalifa pia vile vile ni faradhi, na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala huwa ni faradhi, yahitaji kutekelezwa wala hahitaji kupuuzwa. Kwa hiyo kutekeleza sheria za Allah subhanahu wa ta'ala ni jukumu la Waislamu wote, na haiwezi Waislamu kutekeleza jukumu hili bila kuwa na daulatul islamia. Dalili ya pili yaonesha ule uovu ambao watu lau watakaa kando bila kutabikisha hukumu za Allah, na hii pia yaonesha ule ufaradhi wa kutabikisha. Bi maana kwa watu ukiwa hawatabikisha hukumu wataingia katika kupata madhambi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliposema, waman lam yahkum bima anzala Allah, yoyote ambaye kwamba hatohukumu na sheria za Allah na hukumu za Allah kwa yale aliyoteremsha Allah, fa ulaika humul kafirun. Mwenyezi Mungu akaanza akasema hao ni makafiri. Faulaika humudh dhalimun, hao ni madhalim. Faulaika humul fasiqun, hao ni mafasiq. Wale wote ambao kwamba watu hawatohukumu kwa yale aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala wataingia katika kundi la makafir, la madhalim na la mafasiq. Katika tafsiri aya hii fasiruna wamefasiri wakasema, jamaa Allahu baina awsafi shadidatin, Mwenyezi Mungu amekusanya zile sifa kali ngumu, liman yatruku alhukma bishar'ihi, wa wale ambao watakaoacha kuhukumu kwa sheria zake. Ndio maana Mwenyezi Mungu katika suratul Maida akasisitiza, waman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun, waman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humudh dhalimun, waman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul fasiqun. Sifa hizi akazichanganya katika aya hizi kuonesha ule uovu wa sifa kama hizi. Wa hadha yadullu ala anna tarkahu haramun kabiru. Hii yaonyesha kuwa kule kuacha kuhukumiana na sheria za Mwenyezi Mungu, yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu, ni madhambi tena makubwa. Wa iqamata ma yuaddi ila tatbiqihi wajibun, na kusimamisha kile chombo ambacho kwamba kitapelekea Qur'ani na yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu yafanye kazi ni wajib. Kwa hiyo kusimamisha khilafa na khalifa ni wajib, wa hiya alkhilafa, nayo ni khilafa. Dalili ya tatu katika Qur'ani, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kurejea kwa Uislamu, kusimama kwa khilafa na khalifa ni ahadi aliyoiweka, na Mwenyezi Mungu hakhalifu ahadi yake pale aliposema, wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amewaahidi, ameweka ahadi Mwenyezi Mungu, amanu, kwa wale walioamini miongoni mwetu sisi ummati Muhammad, wale watakokuwa na imani ya kikweli, sifa ya imani ya kikweli, wa amilus salihat, kisha wakatenda mema. Miongoni mwa mema ni hii kazi ya kufanya kazi ya da'wa, ya kuhakikisha tuwarejesha tena maisha ya Kiislamu, hukumu za Mwenyezi Mungu zafanya kazi katika ulimwengu, khilafa yapatikana na khalifa atapatikana ambaye ataweza kuitabikisha Qur'ani na sunna za bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. La yastakhlifannahum fil ardh, watu watakapokuwa na imani
ya kikweli na wakatenda mema, na miongoni mwa mema ni huu ulinganizi wa kurejesha tena maisha ya Kiislamu, la yastakhlifannahum fil ardh, Mwenyezi Mungu ameahidi atawapatia usimamizi, ukhalifa katika ardhi. Mufassiruna wasema al-istikhlafu huna, istikhlafu hapa nini? Huwa tamkinu fil hukmi was-sultan, ni kule kupata umakinifu katika hukumu, sheria na uongozi, ambayo leo limekosekaniwa kwa kuwa nini? Khilafa hakuna wala khalifa hakuna tamkin wala hakuna utulivu katika hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yatahaqqaqu dhalika illa biqiyami dawlatin, wala haliwezi kuwa hili atamkin anayozungumzia Mwenyezi Mungu, la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Haitofikia huko mpaka watu waweze kusimamisha daula ambayo tahkumu bi shar'i llahi, itakayohukumu na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha yafrudu 'ala al-ummati al-'amalu liqamatiha, wa hii ni faradhi kwa umma kufanya kazi kwa ajili ya kusimamisha al-khilafa na kwa ajili ya kusimamisha khalifa. Hizi ni dalili tatu katika Qur'ani, na ziko dalili nyingi, lakini tutatosheka na dalili hizi. Tuingie katika dalili ya 4 ambayo tutamaliza nayo, kuwa asiyadatu, ule ubwana lillahi wahda, ni wa Mwenyezi Mungu. Hukumu ni za Allah peke yake, hakuna yoyote anayestahiki kutoa hukumu wala hukumu zake kufuatwa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pale Mwenyezi Mungu aliposema inil hukmu illa lillah, hapana hukumu isipokuwa hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala. Mufassirun katika aya hii wasema tuqarriru hadhihi al-aya anna at-tashri'a was-siyadata lillahi wahda, ubwana sheria ni za Allah peke yake, hakuna anayefaa kuweka sheria, hakuna anayefaa ubwana isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume na demokrasia na nidhamu nyingine ambazo zipo, wanaosema ubwana ni wa watu, ubwana ni wa watu, sheria zatungwa na watu. Kwa Mwenyezi Mungu ni kinyume na hiyo, at-tashri' lillahi wahda. Wala yakunu dhalika, haliwezi kuwa hili kuwa sheria ni Allah peke yake na ubwana ni wa Allah waqi'an illa fi dhilli nidhami siyasi yutabiquhu, illa kutakapopatikaniwa nidhamu ya kisiasa ambayo itaweza kutabikisha haya, wa huwa nidhamul khilafa, na nidhamu ya khilafa peke yake. Kinyume na nidhamu nyingine za kidemokrasia, nidhamu za kijamhuri na nidhamu nyingine haiwezi kupatikaniwa isipokuwa hukumu za Allah kikamilifu zake zitapatikaniwa kwa nidhamu asiyasiyo ambayo ni nidhamu al-khilafa. Hizi ndio katika dalili za Qur'ani. Ama tukiingia katika dalili za sunna kuonesha ufaradhi wa jambo hili, amma sunna faqad ruwiya Muslim an Nafi' qala, kupokea kwa Muslim kutoka kwa Nafi' asema qala Umar, alisema Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, amemsikia Mtume sallallahu akisema, man khala'a yadan min ta'ati Allah, yule atakayeondosha mkono wake na kumtii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, laqiya Allahu yawm al-qiyamah la hujjata la, atakutana Mwenyezi Mungu siku ya kiyama hana hoja. Kwa nini? Amejiondoa katika hukumu za Allah, amekataa kuhukumiwa na sheria za Allah, basi siku ya kiyama atakutana Mwenyezi Mungu wala hana hoja yoyote ya kujitetea. Wa man mata wa laysa fi unuqihi bay'a mata mitatan jahiliya, na yule atakayekufa, yoyote atakayekufa na hana katika shingo yake bai'a ya kumbaisha khalifa, basi mtu huyu atakufa katika kifo cha kijinga. Hadithi hii yaonesha kuna ulazima kwa umma kutoa bai'a kwa khalifa. Si lazima ya bai'a peke yake, bai'a tu haitoshi kwa bai'a, bal bai'a hiyo ni kwa khalifa. Sherehe ya hadithi hii, albay'atu la takunu illa li khalifatin ash-shar'i, bai'a haini isipokuwa ni kwa khalifa, tena kwa kisheria. Waja'alu tarikaha, na sheria ikaweka kwa yule mwenye kuacha kutoa bai'a, ala khatarin adhim, iko katika hatari kubwa. Yadullu ala fardiyati wujudi al-khilafa, na hii yaonesha ule faradhi wa kupatikaniwa wa khilafa. Kwa hiyo nijue tu sisi umma
kutoa bai'a kwa khalifa, na hatuwezi kumpatia bai'a khalifa ikiwa kuna khilafa. Kwa hiyo lazima watu wajue ufaradhi wa khilafa na ufaradhi wa khalifa kupitia hadithi hii ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadithi nyingine inaonyesha ufaradhi na umuhimu wa jambo hili, innamal imamu junna. Hadithi iliyofikiwa juu yake sema Mtume sallallahu alayhi wasallam, innamal imamu junna yuqatalu min waraihi wa yuqatil. Hakika imamu ni ngao, kiongozi. Huyu kiongozi khalifa ni ngao, yuqatalu min waraihi, watu wapigana nyuma yake, wa yuqabil, na wanajihifadhi kwake. Watu wapigana na wajihifadhi kwake. Leo hakuna ngao hii, ndio umma umeingia katika majanga na madhara makubwa ambayo inakumba umma wetu leo. Sharh ya hadithi hii nasema, idha kana hifdhu ad-dini wad-dimai wal-a'rad wajiban, ikiwa kule kuhifadhi dini, kuhifadhi damu na kuhifadhi heshima ni wajib, fawujudu al-imamu alladhi yahmi dhalika wajibun kadhalika. Kule kupatikaniwa imam, kiongozi ambaye atahami haya yote, basi ni wajib vile vile. Imam ambaye tutapigana nyuma yake, tutahifadhika nyuma yake, damu za Waislamu zitapata hifadhi, matukufu yao yatahifadhika, sheria yao itahifadhika, Qur'ani itaheshimika, Mtume sallallahu alaihi wasallam ataheshimika. Basi kumpata huyu ambaye zote hizi zitaheshimika ni faradhi vile vile. Tuingie katika, tutakoma katika hadithi hii, tuingie katika ijma'u sahaba. اتفق الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على تقديم تنصيب الخليفة على غيره. فپتا funzo kwa maswahaba baada ya kufa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, waliafikiana maswahaba juu ya kumchagua khalifa juu ya faradhi nyingine, ambapo hapa ziligongana faradhi mbili: kumzika Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama na kusimamisha khilafa, ambaye atabeba atakuwa ni khalifa wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Maswahaba wakafikiana, ikawa ni ijma'u sahaba kumshughulikia khalifa apatikane, kisha baada ya kupatikana khalifa kwa masiku mawili ndio akawezwa kuzikwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kiwiliwili cha mbora wa viumbe, lakini kililala siku mbili kwa ajili ya kuchaguliwa khalifa, kiongozi. Hii yaonesha umuhimu na ufaradhi wa kuwa na kiongozi. Umma hautakikani kuwa zaidi ya siku 2 au 3 bila ya kiongozi. Ndio maana maswahaba wakafanya juu chini kuhakikisha mwanzo wamchagua khalifa, akawachaguliwa Abu Bakar, kisha baadaye ndio wakaanza preparation, matayarisho ya kumzika Mtume sallallahu alayhi wasallam. أمة الإسلام أيها المسلمون، الخلافة فرض شرعي. خلافة لفرادية كشرية ثابت تنا أمبوي ثابت بالقرآن والسنة والإجماع الصحابة، كما تلفيونا كتا قرآن كتك سنة نإجماع يا صحابة. والعمل لإقامتها عبادة، نكفن كازي كواجية كسممش خلافة نخليفة لإبادة. وإنكار فرضيتها ضلال، na kukanusha ufaradhi huu yampelekea mtu katika upotofu, na upotofu utakupelekea katika moto, katika kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi ndio kwa uchache tumeangalia Qur'an, dalili za Qur'an, dalili za hadithi na ijma'u sahaba. Dalili zipo nyingi, lakini tutatosheka na hizo kulingana na muda. Tuangalie ummati al-Islam ulipokuwa na khilafa. Chini ya khilafa vipi umma ulikuwa? Uislamu ulipata izza, ulitukuka, Waislamu wakatukuzwa katika ulimwengu, haki na uadilifu ulitawala katika ulimwengu. Damu ya Waislamu ilikuwa na thamani, haikuwa ni yenye kumwagwa ovyo ovyo. Elimu ilistawi chini ya khilafa, elimu ilistawi. Masala ya kihisabu, masala ya fiqh, masala ya matibabu, masala ya sayansi yalistawi mpaka wa Europa wakawa watu ni wenye kuja kusoma katika markaz za khilafa. Uislamu uliheshimiwa, wala hakuna mtu aliyesubutu kuvunjia heshima wala kukosea Uislamu.
Kinyume na leo tunavyoona Qur'ani kuchomwa, mtume kutukanwa, waislamu kudhalilishwa, hakuna yoyote mjusi aliyethubutu kujaribu kunyanyua kauli yake. Na wale waliojaribu tuliona makhalifa waliotangulia aandaa jeshi kwa ajili ya heshima ya mwanamke mmoja. Leo wanawake wangapi wanauawa, wanavunjiwa heshima, watoto wangapi wanauawa na damu yao kumwaga kama damu ya kunguni, na hakuna ambaye kwamba atakayeweza kuzuia mambo kama haya isipokuwa ni khilafa na khalifa peke yake. Tangu mwaka 1924 kuvunjwa kwa khilafa ya Uthmania, hapo ndo majanga yalipoanzia. Qur'ani ikatenganishwa na siasa, dini kando, siasa kando. Sheria za kikafiri ndo zikawa za tawala katika ulimwengu. Umma ukagawanywa kama mizoga, vile wanyama wanavyong'ang'ania ile mizoga. Palestina imegawanywa na kufanywa kuwa ni kaburi la kuzikwa watoto. Ardhi za Waislamu zimechukuliwa na kunyanguliwa na wa magharibi. Viongozi wa Kiislamu wanapiga magoti makafiri. Umma ukagawanywa vipande vipande, mipaka tukachorewa na wakoloni. Sheria Allah zikafutwa katika ulimwengu. Uislamu ukafungwa katika misikiti peke yake. Palestina inalilia damu, ardhi tukufu leo ni ardhi imejaa damu ya watoto, kina mama na wazee. Umma unauliwa bila ya msaada wowote. Palestina inafungiwa njaa, hakuingii chakula, hakuingii matibabu, hakuna umeme na hali kadhalika, bila ya kupata msaada wowote. Viongozi wa Kiislamu wamejipendekeza kwa makafiri, sheria za Allah zikawa hazitawali tena dunia. Haya ndiyo majanga ambayo yamepatikaniwa tangu mwaka 1924 kuvunjwa kwa khilafa Uthmania. Sababu kuu ni kukosekaniwa kwa khilafa na khalifa. Enye umma wa Kiislamu, khilafa sio historia ya vitabu. Khilafa ni mustakbal wa umma. Umma utapata kujirejelea historia yake, uhalisia wake, namna ulivyokuwa ukitisha katika ulimwengu. Tusikubali Uislamu uliokatwa vipande vipande. Tusiridhike na maisha ya udhalilifu leo tunaoishi, maisha tambanka. Allah ametuumba tuwe sisi ndio mabwana wa haki. Sisi Waislamu ndio tumeumbwa na Allah tuwe mabwana wa haki na wala tusio watumwa wa batili. Ewe Allah, tukuomba uturudishie khilafa juu ya njia ya mtume wake. Allahumma a'id lana al-khilafa ala minhaji nabiyyika Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wajma' biha shamla al-ummah warzuqna tatbika shar'ika wansurna ala man adana. Allahumma amin. Tatizo leo sio kwa umma hauna uwezo, sio kwa umma hauna maandalizi, sio kwa umma hauna silaha, bali umma leo wamekuwa ni wenye kuogopa ile khilafa yenyewe. Umma wamekuwa na hofu ya khilafa yenyewe. Pili, umma wamekuwa ni watu wenye kuipenda dunia na kuchukia kufa. Na haya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameyazungumzia aliposema katika hadithi yake an Thauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam yushqul umamu an tadaa alaykum kama tadaa akalatu ila qas'atiha. Umma Islam utazungukwa na nchi za kimakafiri, watazunguka huu umma kama vile wanavyozunguka kisahani cha chakula. Qala qailun aw min qillati nahni yawma idhin, siku hiyo tutakuwa wachache ya Mtume. Mtu auliza, Mtume siku hiyo Waislamu watakuwa ni wachache? Mtume ambia bal antum yawma idhin kathirun, mtakuwa wingi. Leo umma wa Kiislamu 2 bilioni lakini tumekuwa wadhalilifu, tumenyang'ariwa katika kisinia cha chakula, kila mtu avuta upande wake, ardhi na matukufu yachukuliwa na kunajisiwa. Kwa nini? Mtume akamwambia walakinnakum ghuthaun ka ghuthai sayf, mtakuwa kama takataka za bahari zinazopelekwa na mawimbi huku na huku. Kwa nini? Asema wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum mahabata minkum, Mwenyezi Mungu ataondoa katika nyoyo za maadui zenu utisho, ile haiba ya kuogopa nyinyi Waislamu, Mwenyezi Mungu ataiondoa. Wala yaqdhifanna Allahu fi qulubikum alwahm, na kisha Mwenyezi Mungu
jaza katika nyoyo zenu wahani. Sahaba wakauliza, qalu wama alwahnu ya Rasulullah, wahani ni nini? Tumemwambia hubbu dunya wa karahiyatul maut, watu ni kupenda dunia na kuchukia mauti. Leo umma waona watu wakibeba ulinganizi wa khilafa watashikwa na kuuawa, watapotezwa, wataadhibiwa, watu wanakuwa na hofu, wako radhi wa muasi Mwenyezi Mungu kutosimamisha sheria zake kwa ajili ya kuridhisha makafara. Ndio hili limefanya leo mpaka leo umma hawajaregesha tena khilafa. Hofu ya khilafa yenyewe kwa sababu hawaifahamu, na kuwa na hofu kwa kuipenda dunia na kuchukia kufa. Ya ummat al-Islam, khilafa itarudi. Hii si chaguo letu, ni bishara ya Mtume sallallahu alayhi wasallama na ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bishara ya Mtume ambaye kwamba alisema thumma takunu al-khilafata ala minhaji nubuwa, kisha itarudi tena khilafa katika njia ya utume, itarudi na maneno ya Mtume, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Vile vile ni ahadi ya Mwenyezi Mungu, wa'ada Allah la yukhlifu Allah wa'ada walakinna akthara an-nas la ya'lamun. Watu wengi hawajui, lakini ahadi ya Mwenyezi Mungu kwa khilafa itarudi, la yastakhlifannahum fil ard, na ahadi ya Mwenyezi Mungu si mwenye kukhalifu ahadi yake. Khilafa itarudi, tutake tusitake. Swali ni je, itakaporudi khilafa wewe utakuwa katika upande gani? Utakuwa katika upande wa wale waliolingania na kuitaka sheria za Allah, au utakuwa katika upande wa wale ambao wanapinga sheria za Allah isiweze kuthibitishwa katika ulimwengu? Enyi umma wa Kiislamu, usifurahie leo, tusifurahie hii mipaka ya kikoloni. Tusipende vyeo vya batili, kuitwa waheshimiwa, chifu, mzee wa mtaa, labda kupewa jina la senator, governor, MCA. Tusiridhie vyeo hivi, wala tusitafute riziki kwa ajili ya kunyamazia haki. Watu wakawa wenye kunyamaza kwa ajili ya kutafuta kula riziki. Hii isiwe hivyo. Sisi ni warithi wa mitume na wala sio watumwa wa mfumo wa kikafiri. Allah subhanahu wa ta'ala asema, walillahi al'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin. Izza iko kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake na waumini. Tusitafute izza kwa wasiokuwa Waislamu, tusitafute izza kwa magharibi, tusitafute izza kwa Amerika wala kwa Faransa, bali izza yatafutwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na waumini, kwa kusimamisha al-khilafa na kumsimamisha khalifa ambaye ataweza kuthibitisha zile hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala. Enyi umma wa Kiislamu, kumalizia, turegeshe khilafa kwa njia ya haki, ama tutakufa tukiwa twalia chini ya viatu vya makafiri. Imma tusimameni kwa pamoja kuhakikisha twaregesha hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala, kusimamisha khilafa na khalifa, au tujue tutakufa chini ya kulia tena chini ya viatu vya makafiri. Wala hakuna jambo jingine, imma ni haki ama batil. Ewe Allah, usituhisabu miongoni mwa waliokaa kimya ila hali dini yako inadhalilishwa. Kwa haya machache tuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.